Suratul Hadid imeteremka Madina. Sura hii imeanzia kwa kueleza kwamba wote walioko mbinguni na katika ardhi wamemsabihi na kumtakasa Mwenyezi Mungu mtukufu na kila kisichokuwa laiki naye. Kisha ikafuatiliza hayo kwa kuelekeana na kusabihi huko ufalme wa mbingu na ardhi na kuvizunguka vyote hivyo na kuviendesha. Kisha sura ikaamrisha imani ya Mwenyezi Mungu na kutoa katika njia yake, na ikabainisha hitilafu za daraja za kutoa kwa mujibu wa kuhitalifiana haja ziliopo na dharura zake. Kisha ikaeleza sura ya waumini siku ya kiyama inavyotangulia nuru yao mbele yao na pembezoni mwao, na sura ya wanafiki wanavyowaomba waumini wawangojee ili nao wapate mwangaza kutokana na nuru yao, na baina yao umesimamishwa ukuta wenye mlango, ndani yake ipo rehma na nje yake upande wa mbele yake ni adhabu. Na sura ikaingia baada ya hayo kuwahimiza waumini wanyenyekee kwa kumkumbuka Mwenyezi Mungu na haki aliyoiteremsha, na inawaonyesha vyeo vya wanaosadiki wanaume na wanawake mbele ya Mola wao mlezi, na mwisho wa makafiri wanaokadhibisha ni katika Jahannam. Na inapiga mifano ya udhalili wa dunia na hizo starehe zake, na ukubwa wa akhera na neema na adhabu zilioko huko. Na sura inataka watu wawanie kushindania maghfira kwa Mwenyezi Mungu, na inazituza nafsi kwamba kila kinachomsibu mtu ikiwa kheri au shari kimeandikwa katika kitabu kilichoko kwa Mwenyezi Mungu, ili nyoyo zinyenyekee kwa hukumu ya Mwenyezi Mungu. Kisha ikasimulia habari za kuwatuma mitume na kuwafuatiliza mmoja baada ya mmoja, wakipewa nguvu kwa hoja na vitabu na njia za nguvu na vitendo, ili watu wasimamishe uadilifu. Kisha aya ikahitimisha kwa kuwaita waumini wamche Mungu, na ikawaahidi kuwa watapewa rehma maradufu na watafanyiwa hisani ya kufadhiliwa, ambayo hapana mwenye kuiweza hata kidogo ila Mwenyezi Mungu. Kwani hakika fadhila zote zimo katika mkono wa Mwenyezi Mungu, humpa amtakaye, na Mwenyezi Mungu ndiye mwenye fadhila kuu. Bismillahirrahmanirrahim. Kwa jina la Mwenyezi Mungu mwingi wa rehma, mwenye kurehemu. Sabbaha lillahi ma fis samawati wal ardi wa huwal azizul hakim. Inamsabih kumtakasa Mwenyezi Mungu kila kiliomo ndani ya mbingu na ardhi, na yeye ndiye mwenye nguvu, mwenye hikma. Lahu mulku samawati wal ard, yuhyi wa yumit, wa huwa ala kulli shay'in qadir. Yeye ndiye mwenye ufalme wa mbingu na ardhi, anahuisha na anafisha, na yeye ni mwenye uweza wa kila kitu. Huwa al-awwal wal-akhir wal-zahir wal-batin wa huwa bikulli shay'in alim. Yeye ndiye wa mwanzo na ndiye wa mwisho, naye ndiye wa dhahir na wasiri, naye ndiye mjuzi wa kila kitu. Huwa alladhi khalaqa as-samawati wal-arda fi 6 ayamin thumma istawa 'ala al-'arsh ya'lamu ma yaliju fil ardi wa ma yakhruju minha wa ma yanzilu minas samaa'i wa ma ya'ruju fiha wa huwa ma'akum aynama kuntum wallahu bima ta'maluna basir. Yeye ndiye aliyeziumba mbingu na ardhi katika siku 6, kisha akakaa vyema juu ya enzi. Anayajua yanayoingia katika ardhi na yanayotoka humo, na yanayoteremka kutoka mbinguni na yanayopanda humo, naye yupo pamoja nanyi popote mlipo, na Mwenyezi Mungu ni mwenye kuyaona mnayoyatenda. Lahu mulku samawati wal ard wa ila Allahi turja'ul umur. Ufalme wa mbingu na ardhi ni wake, na mambo yote yanarejeshwa kwa Mwenyezi Mungu. Yulijul layla fin nahari wa yulijun nahara fil layl wa huwa alimun bidhati sudur. Anaingiza usiku katika mchana na anaingiza mchana katika usiku,
na yeye ni mwenye kuyajua yaliyomo vifuani. Aminu billahi wa rasulihi wa anfiqu mimma ja'alakum mustakhlafina fihi فالذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر كبير. Muaminini Mwenyezi Mungu na mtume wake, na toeni katika alivyokufanyeni nyinyi kuwa ni waangalizi wake. Basi walioamini miongoni mwenu na wakatoa, wana malipo makubwa. وما لكم لا تؤمنون بالله والرسول يدعوكم لتؤمنوا بربكم وقد أخذ ميثاقكم إن كنتم مؤمنين. Namna nini hata hamumuamini Mwenyezi Mungu na hali mtume anakuiteni kumwamini Mola wenu mlezi, naye amekwisha chukua ahadi yenu ikiwa nyinyi ni waumini. هو الذي ينزل على عبده آيات بينات ليخرجكم من الظلمات إلى النور وإن الله بكم لرؤوف رحيم. Yeye ndiye anemteremshia mja wake aya zinazobainisha wazi ili akutoeni gizani muingie kwenye nuru, na hakika Mwenyezi Mungu kwenu ni mpole mwenye kurehemu. وما لكم ألا تنفقوا في سبيل الله ولله ميراث السماوات والأرض لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى والله بما تعملون خبير. Namna nini hata hamtoi katika njia ya Mwenyezi Mungu na hali urithi wa mbingu na ardhi ni wa Mwenyezi Mungu? Hawawisawa miongoni mwenu wenye kutoa kabla ya ushindi na wakapigana vita. Hao wana daraja kubwa zaidi kuliko wale ambao waliotoa baadaye na wakapigana. Na wote hao Mwenyezi Mungu amewaahidi wema, na Mwenyezi Mungu anazo habari za mnayoyatenda. Man dha alladhi yuqridu Allah qardan hasanan fayudha'ifahu lahu wa lahu ajrun karim. Ni nani atakayemkopesha Mwenyezi Mungu mkopo mwema ili amrudishie maradufu na apate malipo ya ukarimu? Yawma taral mu'minina wal mu'minati yas'a nuruhum bayna aydihim wa bi aymanihim bushrakumul yawma jannatun tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha dhalika huwa al-fawzul adhim. Siku utakapowaona waumini wanaume na waumini wanawake nuru yao iko mbele yao na kuliani kwao, furaha yenu leo, bustani zipitazo mito kati yake, mtakaa humo milele, huko ndiko kufuzu kukubwa. Yawma yaqulu almunafiquna walmunafiqatu lilladhina amanu dhuruna naqtabis min nurikum qila irji'u wara'akum faltamisu nuran faduriba bainahum bisurin lahu bab فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب. Siku wanafiki wanaume na wanafiki wanawake watapowaambia walioamini,
tungojeni ili tupate mwangaza katika nuru yenu. Waambiwe, rejeni nyuma yenu, mkaitafute nuru. Utiwe baina yao ukuta wenye mlango. Ndani yake mna rehema, na nje upande wake wa mbele kuna adhabu. ينادونهم ألم نكن معكم قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور. Watawaita waambie, kwani vile hatukuwa pamoja nanyi? Watawaambia ndio, lakini mlijifitini wenyewe na mkasitasita na mkatia shaka na matamanio ya nafsi zenu yakakudanganyeni, mpaka ilipokuja amri ya Mwenyezi Mungu na mdanganyifu akakudanganyeni msimfuate Mwenyezi Mungu. Falyawma la yu'khadhu minkum fidyatun wala min alladhina kafaru ma'wakumun naru hiya mawlakum wa bi'sal masir. Basi leo haitopokelewa kwenu fidia wala kwa wale waliokufuru. Makazi yenu ni motoni, ndio bora kwenu na ni marejeo maovu yalioje. Alam ya'ni lilladhina amanu an takhsha'a qulubuhum li dhikrillahi wama nazala minal haqqi wa la yakunu kalladhina utul kitaba min qablu fatala alayhimul amadu faqasat qulubuhum wa kathirun minhum fasiqun. Je, wakati haujafika bado kwa walioamini zikanyenyekea nyoyo zao kwa kumkumbuka Mwenyezi Mungu na haki iliyoteremka? Wala wasiwe kama waliopewa kitabu kabla yao, muda wao ukawa mrefu, kwa hivyo nyoyo zao zikawa ngumu na wengi wao wakawa wapotovu. I'lamu anna Allaha yuhyi al-ardha ba'da mawtiha qad bayyana lakumul ayati la'allakum ta'qilun. Jueni kwamba Mwenyezi Mungu huifufua ardhi baada ya kufa kwake. Tumekubainishieni ishara ili mpate kuzingatia. Innal musaddiqina wal musaddiqati wa aqradu Allaha qardan hasanan yudha'afu lahum wa lahum ajrun karim. Kwa hakika wanaume wanaotoa sadaka na wanawake wanaotoa sadaka na wakamkopesha Mwenyezi Mungu mkopo mwema, watazidishiwa mardufu na watapata malipo ya ukarimu. Walladhina amanu billahi wa rusulihi ulaika humus siddiqun washuhadau inda rabbihim lahum ajruhum wa nuruhum والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم. Na waliomuamini Mwenyezi Mungu na mitume wake, hao ndio masidiki na mashahidi mbele ya Mola wao mlezi. Wao watapata malipo yao na nuru yao. Na waliokufuru na wakakadhibisha ishara zetu, hao ndio watu wa motoni. I'lamu annama alhayatud dunya la'ibun wa lahwun wa zinatun wa tafakhurun bainakum wa takathurun fil amwali wal awlad
كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. Jueni ya kwamba maisha ya dunia ni mchezo na pumbao na pambo na kujifaharisha baina yenu na kushindana kwa wingi wa mali na watoto. Mfano wake ni kama mvua ambayo huwafurahisha wakulima mimea yake, kisha hunyauka ukayaona yamepiga manjano, kisha yakawa mabua. Na akhera kuna adhabu kali na maghfira kutoka kwa Mwenyezi Mungu na radhi. Na maisha ya dunia si chochote ila ni starehe ya udanganyifu. Sabiqu ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha ka'ardi as-samai wal ard u'iddat lilladhina amanu billahi wa rusulihi dhalika fadlullahi yu'tihi man yasha wallahu dhul fadlil azim. Kimbilieni msamaha wa Mola wenu mlezi na pepo ambayo upana wake ni kama upana wa mbingu na ardhi, iliyowekewa waliomwamini Mwenyezi Mungu na mitume wake. Hiyo ndiyo fadhila Mwenyezi Mungu humpa mtakaye, na Mwenyezi Mungu ni mwenye fadhila kuu. Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabra'aha inna dhalika 'ala Allahi yasir. Hautokei msiba katika ardhi wala katika nafsi zenu ila umekwisha andikwa katika kitabu kabla hatujaumba. Hakika hayo kwa Mwenyezi Mungu ni mepesi. Likay la ta'saw 'ala ma fatakum wa la tafrahu bima atakum wallahu la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Ili msihuzunike kwa kilichokupoteni wala msijitape kwa alichokupeni, na Mwenyezi Mungu hampendi kila anayejivuna akajifaharisha. Alladhina yabkhaluna wa ya'muruna an-nasa bil bukhl wa man yatawalla fa inna Allaha huwal ghaniyyul hamid. Ambao wanafanya ubakhili na wanaamrisha watu wafanye ubakhili, na anayegeuka basi Mwenyezi Mungu ni mwenye kujitosha msifiwa. Laqad arsalna rusulana bil bayyinati wa anzalna ma'ahumul kitaba wal mizana liyaquma an-nasu bil qist wa anzalna al hadida fihi ba'sun shadidun wa manafi'u lin-nas فيه بأس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب إن الله قوي عزيز. Hakika tuliwatuma mitume wetu kwa dalili waziwazi na tukateremsha kitabu pamoja nao na mizani ili watu wasimamie uadilifu, na tumeteremsha chuma chenye nguvu nyingi na manufaa kwa watu, na ili Mwenyezi Mungu amjue anayemnusuru yeye na mitume wake kwa ghaibu. Hakika Mwenyezi Mungu ni mwenye nguvu
mwenye kushinda. ولقد أرسلنا نوحا وإبراهيم وجعلنا في ذريتهما النبوة والكتاب فمنهم مهتد وكثير منهم فاسقون. Na bila shaka tulimtuma Nuhu na Ibrahim na tukaweka katika dhuria zao unabii na kitabu, basi wapo miongoni mwao walioongoka na wengi katika wao ni wapotovu. ثم قفينا على آثارهم برسلنا وقفينا بعيسى ابن مريم وآتيناه الإنجيل وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعايتها فآتينا الذين آمنوا منهم أجرهم وكثير منهم فاسقون. Tena tukafuatisha nyuma yao mitume wengine na tukamfuatisha Isa bin Mariamu na tukampa Injili na tukajalia katika nyoyo za waliomfuata upole na rehema na umonaki wameuzua wao. Sisi hatukuandikia hayo ila kutafuta radhi za Mwenyezi Mungu, lakini hawakufuata inavyotakiwa kufuata. Basi wale walioamini katika wao tuliwapa ujira wao na wengi wao ni wapotovu. Ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha wa aminu birasulihi yu'tikum kiflayn min rahmatihi wa yaj'al lakum nuran tamshuna bihi wa yaghfir lakum wallahu ghafurur rahim. Enyi mlioamini, mcheni Mwenyezi Mungu na muaminini mtume wake. Atakupeni sehemu mbili katika rehema yake na atakujalieni muwe na nuru ya kwenda nayo na atakusameheni. Na Mwenyezi Mungu ni mwenye kusamehe, mwenye kurehemu. Lialla ya'lama ahlul kitabi alla yaqdiruna ala shay'in min fadlillahi wa anna al-fadla biyadillahi yu'tihi man yasha wallahu dhul fadlil azim. Ili watu wa kitabu wajue kwamba wao hawana uweza wowote juu ya fadhila za Mwenyezi Mungu, na fadhila zote zimo mikononi mwa Mwenyezi Mungu, humpa mtakaye, na Mwenyezi Mungu ndiye mwenye fadhila kuu.